Mtume Sakina anasagana huyo huyo mdogo wangu. Sawa basi nifanye mdogo wangu, haya mambo umeanza mapema. Ndio na mwanamke mwenzio wewe, takuvuruga na wewe au ndio wale macho yale. Nimemwacha mdogo wako sababu simuelewi. Mdogo wako muhuni, malaya, kutwa nzima anatoa huko magetoni kwa watu. Unajua mnanichanganya ni mnanichanganya ni. Ila na wewe uache hadi na mwanamke mwenzio uache kusagana, nyuka tuondoke. Msagaji anarana. Wewe mchumba, mbona unakuwa na mieyusho mingi? Hamna, mimi sitaki mieyusho. Kila siku nakupanga njoo geto hauji. Mwisho wake tu kunipiga chenga vipi? Hamna, mimi mwenzako nasoma. Sio unajua na hiki kipindi kinakaribiana na mitihani, nikija kwako nitakuwa nimefeli kwa mitihani. So wakati unakula vitu vyangu ulikuwa uone kama unasoma au? Mwanamke kwa mwanamke, mbona kama sijazoea hayo mambo? Na utakuwa unanididimiza kwenye zoezi zangu za masomo. Unasemaje wewe? Hivyo unaniona mimi mwanamke mwenzio? Wewe mwenzio unapambana huko unapigana ili mradi ulizike, alafu leo nakwambia hivyo unakuja kuniambia unasoma. Wewe vipi? Mimi nimeagizwa na dada gengeni asije akanigomba nikichelewa. Kidogo tu, yani hata uchelewi. Twende nyumbani basi. Mama moja. Unajua nimekuandalia zawadi nzuri sana, mwenyewe utapenda. Hivi na wewe? Hapa ndo gengeni? Ha? Kwa mimi nikae huko nasubiri vitu, kumbe umesimama na mwanamke mwenzio. Alafu wewe ujionee huruma hata maisha unaokaa. Yaani maisha tunayoishi pale nyumbani yanakufurahisha? Unajua kabisa wiki ijayo unaanza mitihani. Then unakuja unafanya upuuzi. Haya. Wow. Hivi unajua madhara mapenzi ya jinsia moja wewe? Unajua madhara ya kusaliana mdogo wangu? Sijui. Hivi just imagine sasa mama yako babako yupo sasa hivi. Anajua mwanae anafanya upumbavu kama watajisikiaje? Alafu kingine, mdogo wangu sawa basi nifanye mdogo wangu, haya mambo umeanza mapema. Ndio na mwanamke mwenzio. Hivi ni nini mdogo wangu? Ujionea huruma si ndio? Haya, mara ngapi mimi nahangaika kwa ajili yako? Hela ya shule sikupi. Kuna kitu unakosa? Ushawahi kulala njaa? Na wewe? Wewe si mwanamke wewe. Tena mashallah mwanamke mzuri kiasi kwamba ukikaa ukitulia unapata mwanaume mzuri wa kuweka ndani. Wewe umezunguka hujaona watu wa kudate nao, umeona umtafuta mwanamke mwenzio. Eti hivi wewe hujionei huruma? Hivi ushakaa mara mbili ukajifikiria mama yako amekuzaa, amezaa binti wa kike afu akaona mtoto wake unafanya mambo kama haya? Basi tafuta hata mwanaume huko hata mkuta makopa angalau amalize shida zako. Yaani unakosa nini mpaka ufanye mapenzi ya jinsia moja rafiki yangu? Wewe naye nini? Unatukuta watu tumetulia zetu na sare zetu naleta mieyusho vipi? Unautaka au? Wewe mwenyewe mchumba tu. Ushazoea wenzio huko wajinga wenzio unaniita mimi mchumba? Tena hiyo kauli koma mara 3 narudia. Isije ikatokea na kuanzia sasa hivi unavyoniona. Sitaki kuona umesimama na mdogo wangu hapa. Sitaki kuona na mwanamke yoyote unasimama naye unaongea nao mambo ya kipumbavu. Nini wewe? Mchumba kama wewe unajaribu kunipiga mimi? Sema nini? Baridi tu. Wewe na tuondoke huko. Msagaji msagaji anarana.
siku nyingi. Safi, vipi? Nimekumisi. Unishindi mie maana umeadimika. Pande za wapi mwenzetu? Nipo maeneo ya Gongo la Mboto huko. Mambo mengine? Yaani ndugu wangu, wewe acha. Yaani tukifunikia nivyoacha shule udugu. Yaani najuta kuacha shule. Yaani sasa hivi mtani maisha magumu. Hapo hapo kwenye kuacha shule. Hivi unamkumbuka nani yule? Nani huyo? Alikuwa chimbo sana shule. Nani yule? Anavaga majuba. Nani yule? Sakina? Huyo. Kafanyaje tena? Si ndo kajiingiza kwenye mahusiano? Na mahusiano hayo sio na mwanaume, mwanamke mwenzie. Wewe usiniambie. Dada yake kapata hasara. Kaongea mpaka kachoka. Achana na mambo mengine. Kama kawa. Nini? Nyumbani wapi? Mimi ndo pande zangu kama unavyoona. Kutwa kiguna njia utanikuta tu nazurura mtaani hapa. Twende tupeleke. Twende basi tupaje mtani kwako. Unajua wewe mtoto wewe utakuja kujua haki ya mama. Kivipi nitakuwa mimi? Yaani unanifanya kwamba siku ikitenda kuona, yaani moyo wangu nakuwa kama vile sijielewi, yaani unafanya kitu unaunga kwa kasi. Usinidanganye lakini. Maana nyinyi najua nyinyi mnapanga kutudanganya. Na leo nataka kwa kitu kimoja. Hivi kweli mteme nini? Mwezi ujao eh? Ndio. Na mafali nayo? Maliza tumtia. Asikia. Siku ya mafali ninakuja na zawadi. Nakuja na pete kabisa. Ili kwa kimaliza nakuweka ndani. Unakuwa kwangu peke yako. Kweli? Kweli wani? Nakwambia. Mungu baba. Wewe. Sasa nakuwa ndike hivyo. Mimi mwenyewe nakuta yaani mashini nafanya kupanda. Alafu hapo tupo njiani barabarani. Amina babangu. Sasa sikia. Baadaye utakuja. Utakuja? Nitakosaje kuja jamaa? Asa ukidanganya. Vipi? Oya mwanangu, kumbe wewe malaya eh? Yaani muuni napambana, napigana huko na kaba kwa ajili yako. Mwisho wa siku unaniletea hizi yani ambazo hazieleweki. Wewe binti, unamjua? Wewe naye kavu nini? Ni binti hapa. Binti sio umesimama naye. Oya mwanangu, hapo mimi nagaramikia, usione kapendeza kwa sababu yangu. Napigana kwa ajili yake, mwisho wa siku unakuja kula nyie yani kilaini yani. Sakina. Unasagana? Oya mwanangu, umeamua kunizungua mimi? Sema nini? Baridi. Tutakutana. Unajua mnanichanganya ni unanichanganya ni. Msagaji anaranga. Msagaji Msagaji anaranga. Msagaji atali achagi kwa kusaga. Anasaga wa mama, wa dada, paka watoto.
usimuache na mkeo anapeleka moto. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu, yaani hata sikutegemea jamani. Lakini nilifurahi, yaani kama Mungu kaniona jamani. Hongera. Maana nilikuwa nakuona mtandaoni tu TikTok mwenyewe uko busy. Mpaka nikawa najiuliza, wewe unasoma kweli? Si unajua na mambo ya kutafuta screen, yaani kila saa kutafuta screen. Yaani mimi nilikuwa hata siwezi kusoma. Mimi nilikuwa sijisomei. Yaani wenzangu wanasoma naona kama wanacheza. Kazi yangu kutafuta tu mabwana. Lakini vipi? Mbona kama sikuelewi, una matatizo gani? Mna. Kumekucha. Amna hiyo kwema kweli. Tayari hapo unadaiwa kwenye vikoba. Ndio wewe tena unapopenda kuweka hazina tena. Ushakula hela za watu. Yaani, bora hata ningekula hela za watu, najua niingilie wapi nitokee wapi nisilipe. Hivi unajua nina majanga. Changamoto ni nini? Mdogo wangu, yaani saizi ananivuruga. Sio kidogo. Yaani nakwambia hata simuelewe. Hivi unajua na mahusiano? Sakina. Shua, Sakina wewe, mimi nampambania, najua naenda shule, kumbe mwenzangu. Haya. Hicho kibwana cha wapi, cha mtaa gani? We, aibu unaona mimi. Bwana ni ana mahusiano na mtoto wa jinsia kama yake. Kumbe. Sakina anasagana? Mpaka hilo neno nalichukia. Sakina huyu tena sio nasimuliwa, nimefumania kwa macho yangu. Yaani huyu mtoto hanionei hata huruma. Na unavyonijua rafiki yangu ninavyopambana kila siku, mdogo wangu nihakikisha ameenda na hela ya shule, akirudi amekula, asikose uniform, asikose nini, lakini bado jamani kweli. Yaani linaniumiza kichwa sana rafiki yangu. Yaani hata nikitembea hivi naona yaani nahisi kama dunia yote inanisimamia na mdogo wangu. Yaani ndugu yangu, utachaje kuona aibu jamani kwa staili hiyo? Yaani hata sielewi. Mimi ndo mshauri kimoja rafiki yangu. Unajua kuna muda unatakiwa uwe unakaa na mdogo wako. Unafanya kama rafiki, sio mdogo wako tena. Unakuwa naye unapiga naye stori za maisha. Mimi unanielewa. Lakini sio kukaa tu kumwacha unamtelekeza, unaona hata nikashakuwa. Alafu na kingine unatakiwa umpe ugumu wa kufanya asitoke pale nyumbani. Yaani labda ukiwa unatoka unaenda kwenye mihangaiko yako ya hapa na pale, unamwachia mikazi mingi. Ndio unanielewa? Labda utamwambia unaweza kufua, utaosha vyombo, utapika, utafagia hata ambapo sio pachafu, apasafishe tu ili kusudi asipate ule muda wa kwenda kufanya huo uchafu huko nje. Sawa shoga yangu, nimekuelewa. Nitajaribu kufanya hivyo. Maana ni ananipa stress sio kidogo. Hapo nikiangalia ninavyompambania. Anajua kunivua nguo yule mdogo wangu jamani. Jamani kabisa kubaya. Na bora sasa unajua kuna vitu vingine mtoto unasema ameanza mdogo. Basi aanze na mtoto wa kike mwenzie. Ni aibu. Aibu. Na nilikuwa natembea kifua nje, najua mdogo wangu kabisa, na mdogo wangu anasoma anafanya nini. Lakini aende kula deni. Haitoe kagana. Usikie tu kwa mtu mwingine. Ila nye hata huyo mzazi wa huyo dada ambaye anafagana, ambaye anafaga wenzie. Na sikapata hasara, mama watu wanasikitika. Yule kalanika, yaani kiasi kwamba mpaka mimi akaniambia maneno siku nikapanda mpaka na hasira unajua. Anasaga wa mama, wa dada, mpaka watoto. Usimuache na mkeo anapeleka moto. Usimuache na dada yako anauwasha moto. Oya, mdogo wako yupo? Hiyo ndo salamu. Sasa mimi nikusalimie wewe iweje? Yaani kilichonileta hapa, mdogo wako yupo hayupo? Hayupo. Unataka nini? Sasa sikia, mimi nimefuata vitu vyangu nijichenge. Vitu gani hivyo unavyoongelea wewe? Pesa zote nilizokuwa nampa mdogo wako, unajua alikuwa analeta vitu, ananunua vitu analeta hapa. Mnatumia sijui iko nataka vitu vyangu. Sikiza kwanza. Cha kwanza nikupe pole. Cha pili, kitu chochote anachomiliki mdogo wangu kinachohusiana na pesa, mimi ndo natoa.
Kwa kuhusu kula, kuvaa, shule, mimi ndo natoa. Sasa sijui pesa zipi unazoziongelea wewe au vitu vipi unavyoviongelea wewe. Wewe naye kwenda huko ungekuwa unamgaramikia mdogo wako anahangaika huko mtaani. Hangaike nini kama wewe ulikuwa mwana raha na wewe ndio ulikuwa unamhangaisha au? Kujipaisha tunamgaramikia mdogo wako mwenyewe yule Jau. Sikia, ingia ndani pe vitu vyangu nimchenge basi. Jau, kwa sababu sasa hivi mimi ndo nimejaribu kukutenganisha na mdogo wangu angalau saikolojia yako ikae vizuri. Na kingine kuhusu vitu hamna kitu chochote. Labda chips ndo mlikuwa mnanunuliana. Na chips fuata chooni. Kwa hiyo unajiona wewe ndo umesaidia saikolojia yangu. Of course. Nimemwacha mdogo wako sababu simuelewi. Mdogo wako muhuni, malaya, kutwa nzima anatoa huko magetoni kwa watu. Hapo baadaye unajikuta unamsomesha mdogo wako sijui nini. Mfamaji hakosi kutapatapa, ila nishakwambia hamna kitu chochote kitatoka kwa sababu hamna kitu chochote kilichonunuliwa na mdogo wangu ndani. Upo. Nimeshakwambia labda chips ufuate chooni. Kia mchumba wewe si mjanja. Wewe koma, wewe usije mchumba. Koma. Nyoko. Mwenye chumba. Msagaji hatari achagi kwa kusaga. Anasaga wa mama, wadada, paka watoto. Usimuache na mke wanapeleka moto. Usimuache na dada yako anauasha moto. Niambie, mimi nakarudi lini? Sijui hata karudi lini. Nimekutana naye hapo juzi. Alikuwa anasemaje? Asemeje kanenepa huyo sasa hivi. Ila lakini alikuwa anakusema. Alikuwa anasemaje? Wewe sijui unatembea sijui na mwanamke mwenzio. Yaani wewe acha. Yaani huyo Amina. Huyo Amina. Nini? Iwani, nilikuwa nakuomba samahani sana. Najua nimekukosea. Yule mimi alikuwa ananihudumia yaani ni mwanzo lakini sasa tumeshaachana. Isiwe kwa makini. Isiwe kwa nini? Kwa makini. Yaani unakosea au unasomesha kunidanganya? Kama nisifanye wewe. Sikudanganyi, nakwambia ukweli. Isiwe kwa makini. Haki ya Mungu. Maraya mchafu wewe. Kwa hiyo wewe ulikosa wanaume? Ulikosa mpaka uamue kudate na mwanamke mwenzio? Mimi sitaki laana kizazi changu. Kwa naomba usifuatilie. Na usifuatepate kalipa test. Naomba nisamee. Shemeji, nisamee tu mambo madogo. Wewe. Nakuvuruga na wewe. Ndio wale. Macho yale. Basi shoga yangu, achana naye, utapata mwanaume mwingine mzuri zaidi ya yule. Ila na wewe uache hadi na mwanamke mwenzio, uache kusagana, nyuka tuondoke. Anangamana msagaji msagaji anarana msagaji
msagaji, msagaji anana, msagaji atali achagi kwa kusaga, anasaga wa mama, wa dada, paka watoto. Usimuache na mke wanapeleka moto, usimuache na dada yako anauwasha moto. Msagaji huo, msagaji, msagaji anarana, msagaji huo, msagaji, msagaji ana maana. Msagaji huo, msagaji, msagaji anarana, msagaji huo, msagaji, msagaji ana